Basi bibi Amira baada ya kunyanyuliwa na jamaa wetu, basi bibi Amira akaanza kuona aibu kwa sababu jamaa wetu Kelvin basi alikuwa hajavaa shati. Basi bibi Amira basi alikuwa ameni kama ameweza leo kuiona mwili ya jamaa wetu Kelvin kwa sababu jamaa wetu basi alikuwa kuunda. Basi bibi Amira alikuwa anaona, na basi bado bibi Amira alikuwa hajaamini kwa sababu alikuwa na aibu, kwa sababu alikuwa hajazoea kuwaona wanaume. Basi na ni kitu ambacho nitakusini kuweza kusubscribe ili tuweze kuandamana hadi kwenda kumaliza sehemu yetu ya pili baada ya kuimaliza sehemu yetu ya kwanza. Basi na kama ndo mara yako ya kwanza kupatana na hii channel, usahau kushare, kusubscribe na comment, tutakometisha kinoma noma. Basi tufollow kama Kinja Justin TV. Kama unatufuatilia ukiwa YouTube, basi usahau pia kupita pale TikTok, na kama unatufuatilia ukiwa TikTok, basi usahau pia kupita pale YouTube ili uweze kusubscribe kwa napata movie zetu on time. Basi na usisahau pia kuacha maoni yako na kushare na sisi kitu ambacho unaweza tamani kushare na sisi. Basi na wacha tuende kuendelea na story yetu. Basi baada ya bibi Amira kutoka huko kwa jamaa wetu Kelvin, baada ya kuona jamaa wetu vile ambavyo alivyokuwa anabadilisha nguo, basi baada ya kufika huko kwa rafiki yake Bella, basi Bella alikuwa anashangaa kwa sababu bibi alirudi, alikuwa ongea kitu chochote, ingawaje alikuwa anamuongelesha, lakini bibi wetu Amira basi alikuwa anazubaa kwa sababu bibi wetu Amira leo ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kuweza kuona mwanaume akiwa hajavaa nguo. Basi alikuwa anamuelezea bibi wetu Bella vile ambavyo jamaa wetu Kelvin basi alivyokuwa ameunda mwili. Basi alikuwa anamfahamisha Bella kwamba Kelvin ni mtu ambaye ameunda mwili kuunda. Basi siku ya leo nilikuwa huko chumbani kwao, basi na kwa bahati mbaya jamaa wetu Kelvin basi alikuwa ametoka zake kuoga. Basi na wakati alikuwa ametoka kuoga akanipata nilikuwa pia nimekaa hapo, basi na nikaweza kuona maso zake. Basi ni mtu ambaye ameunda kuunda. Basi bibi wetu Bella akaanza kushtukia rafiki yake kwamba anaweza kuwa basi anamuelewa sana jamaa wetu Kelvin, ingawaje hajawahi mwambia, lakini bidada wetu Bella akaanza kuhisi kwamba basi mshikaji wake Amira basi atakuwa anampenda sana jamaa wetu, lakini aliendelea kumhadithia vile ambavyo jamaa wetu alivyokuwa ameunda. Basi na baada ya kuona mwili yake, basi kabidi aweze kuchukua mkoba wake na kuweza kuishia kwa sababu alikuwa hawezi kuangalia tena jamaa wetu Kelvin vile ambavyo alivyokuwa anabadilisha nguo. Basi na baadaye bidada akaenda zake kuoga. Basi na upande wa pili kwa bidada ambaye ni mpenda usafi sana, basi kuna msanii ambaye alikuwa ametoka zake kuoga. Basi na akakutana kama kuna rafiki huyo bidada mpenda usafi, basi alikuwa amekalia kitanda chake. Basi na akamfahamisha kwamba anataka zake kubadilisha nguo, lakini wakati alimfahamisha huyo bidada akamfahamisha kwamba basi hawezi kumnyanyua kwenye kitanda kwa sababu ya kubadilisha nguo peke yake. Basi hawa wadada ni wauni, basi na huwa wana mdharau sana bidada wetu kwa sababu ni mtoto ambaye huwa haongei zake, ingawaje ni msanii lakini ni mtu ambaye huwa haongei sana. Basi wakati alikuwa anawafahamisha akafahamisha kwamba kwa hiyo makosa ambayo ameweza kuyafanya kumnyanyua kwenye kitanda, basi ataweza kuyajutia kwa sababu yeye ni mtu ambaye huwa haongeleshwi na mtu kama huyu. Basi bidada wetu basi aliendelea kusisitiza, lakini akafahamishwa kwamba hichi kitu ambacho amekifanya basi ataweza kujutia. Basi lakini hakujali kwa sababu aliona kwamba basi anatishiwa, lakini hakuna kitu ambacho wanaweza mfanyia. Na kwa upande wa pili kwa bidada wetu Amira, yeye bado alikuwa anaweweseka kwenye wakati wake wa kulala kwa sababu alikuwa anashindwa kulala. Basi akimfikiria jamaa wetu Kelvin vile ambavyo alivyokuwa ameunda siku ya leo. Basi wakati anafikiria vile ambavyo aliona maso ya jamaa wetu, basi anashindwa kupata usingizi. Lakini Bella bado alikuwa anamwangalia na kumfahamisha kwamba basi itabidi aweze kumwambia jamaa wetu Kelvin ukweli kama anampenda kwa sababu hata endelea kuumia. Basi na jamaa wetu Kelvin ako hapo na ananga mpenzi. Basi hivyo ndo alikuwa anafahamishwa na bidada wetu Bella, lakini Amira anamfahamisha Bella kwamba yeye hampendi hata jamaa wetu, ni vile tu ambavyo aliangalia mwili wake, basi ndio maana inampea stress, lakini atakuwa sawa. Lakini huku upande wa pili kwa jamaa wetu, wakati wao walikuwa wamepumzika, basi jamaa wetu Kelvin akaweza kupigiwa simu na watu ambao alikuwa amesaidia jamaa wetu Jonathan hiyo siku ambayo alikuwa anataka kuibiwa. Basi na akafahamishwa kwamba yeye ndio mtu ambaye aliyemsaidia mtoto wa governor hiyo siku ambayo walikuwa wanatamani kumuibia. Basi na kama ndio mtu ambaye aliyemsaidia, basi itabidi waanze kudili na yeye kwa sababu yeye ndio mtu ambaye aliyejiingiza kwa kesi ambazo zilikuwa zimuhusu, lakini jamaa wetu hakushughulika na wao. Basi akawafahamisha kwamba kama wanamhitaji basi waweze kumtafuta. Basi naye akakata simu na akaendelea zake kulala. Basi na asubuhi wakati waliamka, Jonathan bado alikuwa anaendelea kumwambia jamaa wetu kwamba basi anatamani jamaa wetu akwe anamwekea ulinzi kwa sababu anaamini kwamba jamaa wetu ni mtu ambaye anaweza sana kumwekea ulinzi kwa sababu hiyo siku aliona vile ambavyo jamaa wetu Kelvin basi alikuwa anapambana na majambazi. Basi Jonathan alikuwa anamsisitiza kwamba basi anatamani sana jamaa wetu Kelvin
Kelvin basi akuwe mlinzi wake, akuwe bodyguard wake, lakini Kelvin alikataa kumfahamisha kwamba yeye kuna kazi ambayo huwa anaifanya, basi na hawezi acha kazi yake kwa sababu ya kuwa mlinzi. Basi na mahali ambapo wanafanyia kazi au mabidada walikuja tena leo kumzingua, basi na kumfahamisha kwamba basi wao wanampenda. Basi huyo bidada ambaye huwa anapenda sana kufanya usafi, basi siku leo alikuwa wamekuja kumzingua jamaa wetu, lakini kumbe upande wa pili bidada wetu Amira pia alikuwa amekaa, basi na alikuwa anaona vile ambavyo wanavyo cheza na jamaa wetu, basi alikuwa anaumia sana. Basi wivu ilikuwa inamsumbua kwa sababu yeye ni mtu ambaye anampenda sana jamaa wetu Kelvin. Basi alikuwa anafahamishwa na marafiki zake kwamba itabidi waweze kumuambia jamaa wetu, lakini anaona kwamba ni kitu ambacho akiwezi wezekana. Basi ikabidi wapange mpango ambao watakao mfanyia jamaa wetu Kelvin. Basi na upande wa pili jamaa wetu Jonathan bado alikuwa anamsubiria Kelvin ili aweze kurudi naye, kwa sababu anaamini kwamba akirudi peke yake basi wanaweza mfanyia kitu chochote ambacho si kizuri. Lakini Kelvin bado alikuwa hataki shobo na jamaa wetu Jonathan, na hapo hao wauni wakakuja na kumfahamisha Jonathan kwamba basi wanataka leo waongee na Kelvin, na Kelvin basi anahitajika na mdozi wao. Basi mdozi wao anatamani kumuona Kelvin kwa sababu yeye ndio mtu ambaye aliyemtetea Jonathan hiyo siku ambayo walikuwa wanatamani kumuibia. Lakini jamaa wetu Kelvin akawafahamisha kwamba yeye hawezi enda mahali popote, basi na kama mdozi wao anataka kumuona basi itabidi mdozi wao ndio aweze kumtafuta kwa sababu yeye ndio mtu ambaye anatamani kumuona. Basi wauni wakabidi waende kwa sababu jamaa wetu Kelvin basi amekataa kuonana na wao. Basi na tukio lake wanalijua kwa sababu wanakumbuka vile ambavyo alivyowafanyia hiyo siku nyingine. Basi na wakati walirudi Jonathan bado akaendelea kumfahamisha jamaa wetu kwamba yeye anatamani basi jamaa wetu aweze kumwekea ulinzi, basi na waweze kuwa karibu kwa sababu anaamini kwamba jamaa wetu anaweza mwekea ulinzi. Lakini ikabidi amuulize ni kitu gani ambacho alichowafanyia waoni, kwa nini wanaendelea kumsumbua kila siku. Basi ndio Jonathan akaanza kuwafahamisha kwamba basi wewe mwenyewe unaelewa nguvu ya babangu hapa mjini, wewe mwenyewe unaelewa kwa mtoto wa governor si rahisi, kwa sababu wanaamini kwamba basi wakiweza kuniteka nyara wanaweza pewa kiasi chochote cha pesa ambacho wanachokihitaji, ndio maana wao wanaendelea kunifuatilia. Basi jamaa wetu Kelvin alikuwa anahisi kwamba kuna tukio ambalo jamaa wetu Jonathan atakuwa alifanyanga waone, ndio maana huwa wanamtafuta kila siku. Lakini akawafahamisha jamaa wetu Kelvin kwamba hakuna kitu ambacho aliwafanyanga, ni hiyo hali tu ya kukua mtoto wa tajiri ndio inayomfanya atafutiwe na wao wauni, kwa sababu wanaamini kwamba wakimpata jamaa wetu basi wanaweza pewa kila kiasi cha pesa ambacho wanachokihitaji. Basi na baada ya kuona kwamba kila mara kimfuata Kelvin wanakataa kuwa karibu naye, basi kabidi pia aende kutafuta kazi hapo mahali ambapo jamaa wetu alikuwa anafanya kazi ili aweze kuwa karibu na jamaa wetu. Basi wakati Kelvin alifika alishangaa sana kumuona Jonathan basi yako hapa na anaanza pia kufanya kazi ya kupea watu chakula. Basi alishangaa sana kwa sababu ni kitu ambacho alikuwa aamini kama kinaweza tokea, kwa sababu jamaa wetu Jonathan ni mtoto ambaye babake ako na pesa, basi na ni mtoto ambaye kwao wako na kila kitu. Basi na huko upande wa pili kwa bidada wetu Bella pamoja na Amira, basi walikuwa wanamfahamisha Amira kwamba itabidi waweze kupanga mpango ili jamaa wetu Kelvin aweze kuwa karibu na bidada wetu Amira, kwa sababu kila mara basi wakijaribu kumkaribia jamaa wetu Kelvin huwa anawakasha. Basi itabidi waweze kupanga mpango ili jamaa wetu aweze kuwa karibu na Amira. Basi na mpango ambao waliipanga ni kwamba bidada wetu Amira basi ameweza kuvamiwa na wauni, basi na wanatamani kwamba jamaa wetu aende kumsaidia ili asiweze kuuliwa. Basi jamaa wetu wakati alisikia kwamba Amira amevamiwa, basi ikabidi aweze kukimbia huko mahali ambapo alikuwa amefahamishwa kwamba Amira yako. Basi na baada ya kufika alipata waoni. Basi usisahau kwamba wao walikuwa wanaigiza kwamba wameweza kumvamia jamaa bidada wetu Amira, lakini wakati Kelvin alifika aliwachapa ya ukweli kwa sababu alikuwa anaamini kwamba ni ukweli. Basi na walikuwa wanamvamia Amira. Basi na mpango wao ukaenda kama vile ambavyo walivyokuwa wamepanga. Basi bidada wetu Bella pamoja na rafiki yake wakaanza kusherehekea kwa sababu wamefanikisha jambo ambalo walilokuwa wanalihitaji. Basi na jamaa wetu aliamua kumsindikiza bidada wetu hadi mahali ambapo walikuwa wanaishi kwenye hosteli lake ili asiweze kuvamiwa tena. Basi na bidada wetu Amira alifurahi sana kwa sababu jambo lake limefanikiwa. Basi na leo ameweza kurudi na jamaa wetu Kelvin na wameweza kuongea. Basi baadaye ikabidi azame zake kwenye hostel. Basi na akaanza kuongea na Bella na kumfahamisha kwamba basi amefurahi sana kwa sababu mpango wao umeenda kama vile ambavyo walivyokuwa wameupanga. Basi na huko upande wa pili kwa hiyo bidada ambaye anaimbanga huyo msanii, basi siku leo alikuwa ametekwa nyara. Basi na alichapwa sana, basi alitandikwa sana na watu
ambao waliokuwa wamemteka nyara. Basi na walikuwa wamewekelea vinyago, basi hakuweza kuwafahamu kwa sababu walikuwa wamewekelea vinyago, basi na kujua kwamba ni wakina nani ndio ambao waliokuwa wamemteka nyara. Basi baadaye akafanikisha kujitomoa kwenye mikono yao na akaenda direct kwenye mahali ambapo Bella pamoja na bibi yetu Amira waliokuwa wanakaa. Basi na kesho wakaenda kuripoti kwenye mkuu wa shule kwamba basi bidada wetu aliweza kutekwa nyara siku ya jana. Basi na anahisi kwamba mtumiwa mkubwa inaweza kuwa bidada ambaye wanashare na yeye room, kwa sababu yeye ndio mtu ambaye aliyekuwa anamtishia. Basi na wakati aliitwa akauliza, akasema kwamba yeye hakuna kitu ambacho alichofanya. Basi na hakuweza kuadhibiwa kwa sababu hawakuwa na ushahidi. Lakini wakati walikuwa natoka akawafahamisha kwamba nyinyi hamjui ni nani ambaye mmekaa na yeye beef, kwa sababu hamna ushahidi kwamba mimi ndo mtu ambaye niliyowafanyia kitu chochote. Basi kama nyinyi ndo watu ambao mmeanzisha vita na mimi, basi itabidi mjipange kwa sababu mimi wasipendi uuni. Basi baadaye ikabidi bidada yetu Amira pamoja na bidada yetu Bella waendelee kumtia nguvu hiyo bidada ambaye aliyekuwa ametekwa. Basi na siku ya kesho bidada yetu Amira pamoja na bidada yetu Bella basi wakapatana na hao watu ambao waliokuwa wamejifanya kwamba wamemteka nyara. Basi na wakaanza kuwatishia kwamba basi nyinyi mlituambia kwamba tuanze kujifanya kama tumekuteka nyara, lakini huyo mtu ambaye alikuja kukusaidia basi akaifanya ikakuwa issue ya ukweli, kwa sababu alituwekelea ukweli hadi saa hii tumeshaumia. Lakini wakaanza kujitetea kwamba basi pia wao wanajua kwamba basi ataweza kuifanya real. Lakini basi wakati walitaka anza kuwatishia, hapo kuna jamaa ambaye aliyekuja kuwatetea, basi kabidi hao wauni waweze kuishia. Lakini wakamfahamisha kwamba basi wataenda kumwambia jamaa wetu Kelvin kila ukweli wote, kama wao ndo waliokuwa wamewatuma ili wakuje kuwatishia. Basi baadaye wakamuita Jonathan na Kelvin na kuwafahamisha kwamba basi wanataka wapeleke mbali kwa sababu siku yao ya leo imekuwa mrefu sana. Basi Jonathan akawachukua na akawapeleka kwenye bahari ili waweze kupata upepo. Basi na walikuwa wanapiga story hapa, basi walikuwa wanafahamishana kwamba basi siku ya leo imekuwa mrefu, lakini tunashukuru kwa kuwa kila kitu imeweza kupitikana kama vile ambavyo tulivyokuwa tumepanga. Basi shida bidada yetu Amira yeye ni aweze kuwa karibu na jamaa wetu Kelvin, basi aweze kumwangalia Kelvin kila mara. Basi na hadi wale hawajaifahamu kwamba jamaa wetu Kelvin basi ni kakake na jamaa wetu Jonathan. Basi hata Jonathan mwenyewe hajui kama jamaa wetu Kelvin ni kakake, ingawaje anajua kwamba Kelvin ni mtu ambaye amepatana hostel, lakini Kelvin pia hajawahi mwambia jamaa wetu Jonathan ukweli. Basi na bidada wetu Bella alikuwa anajaribu kuchukua TikTok, lakini simu yake ikavunjika kwa bahati mbaya. Basi akaanza kuregret kwa sababu simu yake imeweza kupasuka. Basi na ajui mahali ambapo atakapotoa pesa ya kununua simu nyingine. Basi na wakati walikuwa kwenye gari alikuwa amehuzunika sana kwa sababu alikuwa hana mahali ambapo atatoa simu. Lakini usisahau kwamba Jonathan ni mtoto wa governor, basi ako na pesa. Basi akamwahidi bidada yetu Bella kwamba ataweza kumnunulia simu nyingine mpya. Basi na baada ya kurudi Jonathan akaenda kumfahamisha jamaa wetu kwamba kuna issue ambayo wanataka kuiongea. Basi na hao majamaa akakuja kumfahamisha Kelvin kwamba wao walikuwa wametumwa na bidada yetu Amira ili akuje aweze kujifanya kwamba wanamteka nyara ili jamaa wetu akuje na aweze kumsaidia, kwa sababu bidada yetu Amira anakuanga amemkubali sana jamaa wetu. Basi baadaye Kelvin akaenda kumwambia Amira kwamba ni kwa sababu gani aliweza kufanya hilo tukio, kwa sababu gani aliweza kumdanganya kwamba ameweza kuteka nyara ili akuje kumsaidia. Lakini akawaambia wauni kwamba basi wasijali na waweze kumsamehe, kwamba yeye alikuwa anajua kwamba wako serious. Basi na baadaye bidada yetu Amira aliaibika sana kwa sababu issue yake imeweza kujulikana, kitu ambacho alichokuwa anakifanya. Basi na huko upande wa pili kwa msanii pamoja na mtu ambaye wanashare na yeye hostel, basi huyo mtu ambaye anajifanyanga msafi, basi bado walikuwa ni watu ambao hawaelewani kila itwapo leo, kwa sababu huyo bidada wetu msafi basi huwa anamchukia sana bidada wetu msanii. Basi baadaye wakakuja kupanga mpango mwingine ili waweze kumkaribia sana jamaa wetu, kwa sababu jamaa wetu hadi wa leo hajawahi kuwa karibu na wao kama vile ambavyo wao wanahitaji jamaa wetu aweze kukua karibu na wao. Basi baadaye kwa upande wa pili pia Bella alikuwa ameshakufurahia sana jamaa wetu Jonathan kwa sababu ameshamnunulia simu. Basi alikuwa hataki wanawake waweze kumkaribia wasichana. Basi huko upande wa pili jamaa wetu walikuwa bado wanashangaa sana jamaa wetu Jonathan kwa sababu wana report kazini kila siku
ingawaje jamaa wetu Jonathan ni mtu ambaye kwao wako na pesa, lakini bado anaendelea kufanya hivi ili aweze kumkaribia jamaa wetu Kelvin, kwa sababu anaamini kwamba Kelvin basi anaweza kuwa bodyguard wake mzuri na anaweza mlinda na kumtetea na kila mtu ambaye anaweza tamani kumfanyia kibaya. Basi leo alikuwa na customer na kila mtu alikuwa anagombania kumhudumia, lakini jamaa wetu Kelvin alikuwa anashangaa kitu gani ambacho Jonathan anachokifanya, kwa sababu anajua kwamba Jonathan ni mtu ambaye hajawahi fanya hii kazi, lakini anajituma sana. Basi na upande wa pili kwa bidada wetu Amira pamoja na Bella walikuwa wamesharudi mjengoni, basi na walikuwa wanaendelea zao kupiga story. Basi na upande wa pili kwa jamaa wetu Jonathan pamoja na Kelvin, basi leo ilikuwa ni weekend, lakini jamaa wetu bado alikuwa amerudi nyumbani kama amechelewa. Basi jamaa wetu Jonathan akaanza kumuuliza kwamba je, alikuwa ameenda wapi, kwa sababu leo ni weekend, lakini jamaa wetu bado anarudi kama amechelewa. Lakini Kelvin anamfahamisha kwamba ujue kwamba wewe ni mtoto ambaye kwenu mko na pesa, lakini ujue kwamba mimi ni kijana ambaye anayejitegemea kwa kila kitu, basi kila kitu nafaa kufanya mimi peke yangu, lakini wewe kwenu ni mtoto ambaye unapewa kila kitu. Lakini Jonathan anamfahamisha kwamba basi mimi nilikufahamisha kwamba uweze kuwa bodyguard wangu, basi na nitakuwa nakupea pesa ambazo ni nyingi sana, lakini wamekataa kufanya hiyo kazi. Basi na hicho ndio kitu ambacho kinachokusumbua, kwa sababu ungekubali kunilinda basi mimi ningekuwa nakupea pesa ambazo unahitaji kupewa. Lakini jamaa wetu Kelvin anamfahamisha kwamba yeye hawezi kuwa bodyguard wake, basi na hawezi kumlinda, basi itabidi endelee kufanya kazi zake ambazo anazozifanya. Lakini Jonathan alikuwa na shangaa sana na ujamaa, kwa sababu ameahidi kumpea pesa ambazo ni nyingi sana basi akikubali kumlinda. Lakini jamaa wetu Kelvin yeye anakataa, anasema kwamba yeye hawezi fanya kazi ambazo ni za kulinda jamaa wetu Jonathan, na anajua kwamba kuna mahali ambapo huwa anafanya kazi. Basi baadaye Jonathan pamoja na Bella na bidada wetu Amira basi wakakutana, wakaanza kupanga mpango ya kusema kwamba wanataka wamfukuzishe jamaa wetu hapa kazini kwake ili waweze kumtafutia mchongo mahali pengine ambapo watakapokuwa karibu na yeye, kwa sababu itakuwa inakuwa kazi ambayo haitamchukua muda mrefu sana. Basi na wakati haitakuwa inamchukua muda mrefu sana, basi watakuwa wanatumia muda wao mwingi sana kuwa karibu na jamaa wetu Kelvin, kwa sababu ni mtu ambaye huwa anajitenga sana na wao. Basi wanataka wamtafutie kazi nyingine na ile jamaa wetu aweze kufutwa kazi hapa mahali ambapo anafanya kazi. Basi baadaye wakaanza kupanga mipango ya kazi ambayo watakayo mtafutia jamaa wetu Kelvin. Basi na hizi mipango zote ambazo walikuwa wanazipanga, basi jamaa wetu Kelvin yeye alikuwa hajui kitu chochote, kwa sababu anaamini kwamba wao wamekuja kukula peke yake. Basi na baadaye wakati Kelvin alirudi nyumbani ama mahali ambapo walikuwa wanakaa kwenye hostel, basi akapigiwa simu na kufahamisha kwamba kuna mahali ambapo anahitajikana siku ya kesho, basi akuje na waweze kuongea ili aweze kupewa kazi. Basi na baadaye akakuja akaweza kufahamishwa kwamba basi atafanya kazi na atakuwa anapewa pesa mzuri. Basi na jamaa wetu baada ya kusikia hiyo ofa akaona kwamba ni ofa ambayo inamfaa, kwa sababu haitakuwa inamchukua masaa mengi sana, basi na itakuwa inampea pia wakati ya kuweza kukua kwenye hostel. Basi wakati wao walisikia wakaweza kufurahia sana, kwa sababu basi jamaa wetu aliweza kukubali kufanya hiyo kazi ambayo aliyokuwa ameagizwa. Basi wakapiga Jonathan na kumfahamisha, basi walifurahi sana, kwa sababu wanaamini kwamba sasa kwa sababu jamaa wetu Kelvin ameweza kupata kazi, basi atakuwa anakuwa karibu sana na wao. Basi na wakati atakuwa anakuwa karibu, watakuwa wanatumia muda wao mwingi sana kufurahi na yeye. Basi na jamaa wetu yeye siku ya kesho bado alikuwa hajaacha kazi, ndio muda ambao alikuwa anajifikiria kwamba je, itakuwa maamuzi sahihi kuweza kuacha hiyo kazi. Lakini alikuwa anahisi kwamba kunaweza kuwa uwezekano kwamba jamaa wetu Jonathan ndio mtu ambaye aliyemtafutia hiyo kazi, kwa sababu yeye ni mtu ambaye hakuwa ameapply kazi mahali pengine, lakini ameweza kupigiwa simu na kufahamisha kwamba basi akuje na aanze kufanya kazi huko mahali ambapo aliyokuwa amepigiwa. Lakini akaanza kuhisi kwamba kunaweza kuwa uwezekano kwamba jamaa wetu Jonathan ndio mtu ambaye aliyemtafutia hiyo kazi. Basi baadaye akakuja kumshikanisha huyu mtu ambaye alikuwa karibu sana na bidada yetu Amira na Bella na kumuuliza kwamba ni kitu gani ambacho walichokuwa na kiplan, kwa sababu yeye ameweza kupigiwa simu na kufahamishwa kwamba kuna mahali ambapo wanafaa aende kufanya kazi, lakini anahisi kwamba Jonathan ndio mtu ambaye anaweza kuwa amemtafutia hiyo kazi. Basi akaanza kumtishia jamaa, ikabidi amueleze ukweli wote. Basi na baada ya kurudi akamfahamisha Jonathan kwamba basi ameshajua kwamba yeye ndio mtu ambaye aliyemtafutia hiyo kazi. Basi na hiyo kazi ambayo alitafutiwa basi hataki kuifanya, kwa sababu
hataki kusaidia na jamaa wetu Jonathan. Basi akamfahamisha kwamba hata pesa ambayo nilikuwa nimetumiwa ya mwezi wote basi itabidi nikurudishe, kwa sababu najua ndio mtu ambaye uliyetumia hizo pesa. Basi jamaa wetu ikabidi amrudishie jamaa wetu Jonathan pesa ambazo alizokuwa amemtumia, kwa sababu alikuwa ameshalipwa mwezi wa kwanza. Hata kama jamaa wetu alikuwa hajafanya kazi, lakini alikuwa ameshaanza kulipwa, kwa sababu jamaa wetu Jonathan basi alikuwa anatamani sana jamaa wetu asikuwe anakuwa busy sana, basi na wakuwe anakuwa karibu na yeye sana, kwa sababu anaamini kwamba akikuwa karibu na jamaa wetu basi atakuwa safe. Lakini jamaa wetu Jonathan pia aliboeka, kwa sababu kila namna ambayo anayotamani kumsaidia jamaa wetu Kelvin, lakini atamani kusaidika. Basi baadaye akakuja kuongea na dada ambaye ni msanii, basi na wakaanza kuongea, akamfahamisha kwamba basi anaboeka sana na jamaa wetu Kelvin, kwa sababu kila mara akijaribu kumsaidia lakini Kelvin hataki kusaidiwa. Basi na hicho kitu huwa kinamnyima vibe sana jamaa wetu Jonathan. Basi lakini dada akamfahamisha kwamba asijali, basi na kila kitu kitakuwa apecha lolo. Basi baadaye jamaa wetu Kelvin alikuwa amekuja kukaa, lakini alikuwa anajifikiria, anashindwa ni wapi ambapo jamaa wetu anaweza kuwa ameenda usiku wote na ako peke yake, ukizingatia kwamba ni mtu ambaye huwa anatafuta. Basi na baada ya kurudi akamuuliza kwamba alikuwa ameenda wapi, lakini akamfahamisha kwamba yeye asijali na anajua kwamba jamaa wetu huwa mjali. Basi na sijaribu kumuuliza kama anamjali. Basi na huko upande wa pili kwa mamake na jamaa wetu Kelvin, basi alikuwa anadai kwamba pia anataka kutafuta visa aweze kuenda zake nchi za mbali. Na wakati anaulizwa kuhusu Kelvin anasema kwamba sasa ameshakuwa mtu mzima, basi anaweza jitegemea. Na huko upande wa pili kwa jamaa wetu Jonathan, basi alikuwa ameshaamuka, alikuwa anajichukua zake selfie ili aweze kuenda shuleni. Basi alikuwa ameshajiandaa, basi na alikuwa anajichukua zake picha ili aweze kuenda zake classes. Basi na baadaye jamaa wetu Kelvin akaona hizo picha, basi akashtuka, kwa sababu alikuwa anaamini kwamba basi jamaa wetu Jonathan ni mdogo wake, hata kama anamfanyia hizo vituko zote bado anajua kwamba ni brother yake mdogo, kwa sababu mamake na Jonathan pamoja na mamake na jamaa wetu Kelvin basi wote wamezaa na mwanaume ambaye ni mmoja. Baadaye Jonathan akapatana na Bledoto Amira na kumfahamisha kwamba basi anataka abadilishe zake room, kwa sababu hataki kushare tena chumba pamoja na jamaa wetu Kelvin, kwa sababu anaona kwamba Kelvin ni mtu ambaye anamzingua, ingawaje anawajaribu kukua karibu na yeye, lakini Kelvin hataki kukua karibu na yeye. Basi anataka zake abadilishe room, lakini Amira akamwambia kwamba yasijali, basi na jamaa wetu atabadilika. Lakini huko upande wa pili kwa jamaa wetu alifuatwa pia na Amira na kufahamishwa kwamba wewe unajua kwamba kila mtu hapa ndani anatamani kuwa na wewe vizuri, lakini ni mtu ambaye huwa unakataa watu wote. Basi hatujui ni kitu gani ambacho unachotamani ama unatamani kuwa karibu na nani. Basi hata Jonathan ameamua kwamba anataka kuacha uweze kuishi kwenye hili chumba peke yako. Basi na baadaye Amira akaenda zake kufuata Bella, akamueleza kila kitu. Na huko upande wa pili jamaa wetu wakati alikuwa zake anarudi, basi akapatana na hao mnyamba ambao walikuwa wamemtishia kwamba basi mdozi wao anatamani kuongea na yeye. Basi na leo wamekuja na mdozi wao. Basi na mdozi wao alikuwa anafahamisha jamaa wetu kwamba basi yeye ndio mtu ambaye alikuwa anatamani kuongea na yeye, ingawaje jamaa wetu alikuwa amekataa kuongea na yeye, lakini yeye ndio mtu ambaye alikuwa anatamani kuongea na yeye. Basi akamfahamisha kwamba basi kwa sababu aliona kwamba jamaa wetu akona power, basi anatamani sana jamaa wetu aweze kujiunga na wao, lakini jamaa wetu akamfahamisha kwamba yeye hawezi kujiunga na wao kwa sababu kazi ambazo wanazozifanya na yeye ni vitu ambazo ni vitu viwili tofauti, ni kama maji na mafuta. Basi hicho ndo sababu ambalo inaweza fanya jamaa wetu asiweze kujiunga na wao. Lakini akafahamishwa kwamba basi ukikataa kujiunga na sisi, basi uzichunge kwa tukio mbaya ambalo litakalo kutokea, kwa sababu hawezi kataa kujiunga na sisi, kwa sababu kama sisi tukihitaji mtu aweze kujiunga na sisi, basi itabidi aweze kujiunga na sisi, kwa sababu sisi hatujawahi kataliwa kitu ambacho tunachokihitaji. Lakini jamaa wetu akamfahamisha kwamba mimi siwezi kujiunga na nyinyi, hata mwezi nitisha kwa kitu chochote. Lakini bado akaendelea kumfahamisha, wewe itabidi uweze kujiunga na sisi kwa sababu una namna, kwa sababu kikataa kitu ambacho kitakacho kutokea wewe mwenyewe hautawahi elewa, kwa sababu tutakufanyia tukio ambalo litakuwa mbaya sana kwa upande wako. Basi ndio maana tunakusisitiza kwamba uweze kujiunga na sisi ili maisha yako yaweze kukua salama. Lakini jamaa wetu akamshika bega kwa dharau sana kumfahamisha kwamba wewe itabidi utulie kwa sababu siwezi. Basi watu wake wa mkono walikuwa wanataka kumzingua jamaa wetu, lakini wakashindwa kwa sababu jamaa wetu pia alikuwa anajiamini sana, kwa sababu aliweza kuwapita kwa madharau na kuweza kuendelea zake na safari zake. Basi waliumwa sana na ile tukio ambalo amewafanyia, lakini mkuu wao akawafahamishwa kwamba wao wasijali, wataweza kumrudia jamaa wetu baadaye. Na huko upande wa pili kwa Bella pamoja na Amira
walikuwa bado wanajadiliana kwa sababu jamaa wetu wameshindwa kuwa na yeye karibu, na bidada akakuja kuwafahamisha kwamba kuna mahali ambapo wameweza kualikwa na jamaa wetu Jonathan, basi na ni mjengoni kwao, basi itabidi waweze kujiandaa na waweze kuenda huko mahali ambapo jamaa wetu Jonathan basi ameweza kualika. Basi na siku ya leo Jonathan akaweza kuwapakia wote kwenye gari na alikuwa anawafahamisha kwamba basi anatamani sana siku ambayo watakao kuja kutembelea mjengoni kwao ili waweze kujua mahali ambapo jamaa wetu Jonathan basi anapotokeanga ama mahali ambapo wanapoishi pamoja na familia yake. Basi alikuwa anawaalika bidada wetu Amira na Bella pamoja na yule msanii akiwafahamisha kwamba basi anatamani wote waweze kukuja na waweze kupata chakula nyumbani kwao ama waweze kufanya kasherehe ambako ni kadogo ili waweze kusherehekea, kwa sababu jamaa wetu Jonathan basi ameshatengeneza karibu sana na wabidada wote wawili. Basi na ndio siku ambayo waliokuwa wameambiana kwamba basi wanafaa kuenda nyumbani kwa jamaa wetu Jonathan. Basi na kwa upande wa pili kwa Kelvin, yeye alikuwa bado zake kazini mahali ambapo anapofanya kazi, lakini akafahamishwa kwamba leo kuna mahali ambapo anatakikana aende kupeana chakula. Basi jamaa wetu itabidi aweze kuenda huko kwa sababu ameahidiwa kupewa pesa ambazo ni nyingi sana. Basi na tujajua ni nani ndio mtu ambaye aliyempigia na kumwalika kwenye huo mjengo ambao ulikuwa wa kifahari. Huko upande wa pili bidada wetu Amira pamoja na Bella walikuwa wamekuja kuchukuliwa na hii gari ambayo ilikuwa ni kama imezeka, lakini ni gari ambayo ilikuwa bado iko sawa. Basi walikuja kuchukulia ili waweze kupelekwa huko mjengoni kwa jamaa wetu Jonathan, kwa sababu Jonathan ndio mtu ambaye aliyoagiza ile gari liende kuwachukua. Basi na walikuwa wameshafika, jamaa wetu Jonathan alikuwa anawakaribisha na kuwafahamisha kwamba hapa ndio mjengoni kwao. Basi wote walikuwa wanashangaa kwa sababu jamaa wetu alikuwa ametokea kwenye maisha la kifahari sana, basi na maisha ambayo alikuwa anayaishi basi alikuwa ni maisha ambayo ni mazuri sana, kwa sababu mjengo wao ulikuwa ni mzuri. Hapo jamaa wetu Kelvin ndio mtu ambaye alikuwa analeta chakula, lakini alishangaa sana kuona hawa mabidada kwa sababu alikuwa tegemei kwamba basi bidada wetu Amira ama jamaa wetu Jonathan hapa ndio inaweza kuwa mjengoni kwao, kwa sababu hata jamaa wetu Jonathan alishangaa sana kumuona Kelvin kwa sababu alikuwa ameni kama Kelvin anaweza kuja hapa mjengoni kwao. Basi na jamaa wetu Kelvin akaanza kufikiria kwamba basi itakuwa ni tukio ambalo amelipanga jamaa wetu Jonathan, kwa sababu hapa ni mjengoni kwao. Basi najua ni kwa nini jamaa wetu ameweza kujipata hapa mjengoni kwao. Basi akahisi kwamba utakuwa ni mchezo wa Jonathan kumfikisha hapa, lakini bidada wetu Amira pia alishangaa kumuona Kelvin kwa sababu wote walikuwa waamini kama jamaa wetu Kelvin anaweza fika hapa mjengoni kwao. Basi na ndio utakuwa mwisho wa sehemu yetu ya pili. Basi tunafahamishwa kwamba tuweze kusubiria sehemu yetu ya tatu, basi inakuja na itakuwa ni moto sana. Basi kitu ambacho nitakusini kuweza kusubscribe ili usiweze kukosa sehemu yetu ya tatu, kwa sababu hii movie ni moto, si moto, ni fire si fire. Basi hicho ndio kitu ambacho nitakusii uweze kusubscribe, uweze ku turn on notification ili ukuwe mtu wa kwanza kupata sehemu yetu ya tatu. Basi wacha tupatane next. Ciao.